Mbingu si kikomo kwa bilionea Jeff Bezos na mchumba wake ambaye kwa sasa ni mke Lauren Sanchez ambao tayari wamekwisha kusafiri hadi angani. Matarajio yalikuwa ni ya juu mno kabla ya harusi yao ya kifahari iliyofanyika Venice, Italy Ijumaa wiki hii. Lauren Sanchez kupitia kwenye ukurasa wa Instagram alishare picha hii akiwa ameng'aa kwenye gauni jeupe pembeni mwa Jeff Bezos aliyevalia suti rasmi ya tuxedo. Wote tajiri wanne kwa ukubwa duniani, na sherehe hii ilikuwa sehemu ya hafla ya siku 3 iliyoambatana na msururu wa matukio yaliyozidi kumtangaza Jeff Bezos kama mtu asiye na mipaka hata kwenye mapenzi. Maelezo ya harusi hiyo yalihifadhiwa kwa usiri mkubwa sana, lakini vyombo vya habari vya Italia viliripoti kuwa hafla hizo zilifanyika katika maeneo haya maalum. Alhamis ya wiki hii, karamu ya ufunguzi katika uwanja wa kanisa la Madonna dell'Orto, jengo la karne ya 14 lenye kaburi la mchoraji maarufu wa Renaissance Tintoretto, na siku ya Ijumaa sasa sherehe ya ndoa kwenye kisiwa cha San Giorgio kilichobuniwa na Andrea Palladio kiko na bustani za kifahari, ukumbi wa nje na taasisi ya Giorgio Sen. Jumamosi ya leo, karamu ya kufunga sherehe katika sehemu itoa Asnea, jengo la kihistoria lililotumika kama kituo cha kijeshi cha majini na sasa ni eneo la matamasha ya sanaa litolo Venice Biennale. Yachi na ndege binafsi zilifunika Venice, huku wageni maarufu wakifika katika mfuatano wa boti za majini. Mastaa waliohudhuria katika sherehe hizi ni pamoja na Oprah Winfrey, Kim Kardashian, Ivanka Trump, Tom Brady, Bigat, Malkia Ryan wa Jordan na Leonardo DiCaprio. Gauni la bibi harusi Lauren Sanchez lilobuniwa na Dolce & Gabbana lilichukua masaa 900 kutengenezwa. Lilipo muundo wa mtindo wa mermaid, liko na lace ya Kitaliano na shela ya tule. Vogue ilieleza kuwa gauni hilo lilihamasishwa na lile la Sophia Loren kwenye filamu ya Houseboat mwaka 1958. Sio gauni tu, bali ni kipande cha mashairi, aliandika Sanchez, ambaye sasa jina lake la mtandaoni limeweza kubadilika na kuwa Lauren Sanchez Bezos. Venice, jiji lililojengwa juu ya maji, lina changamoto kubwa sana za kimuundo kwa sherehe kama hiyo, kulingana na Jack Azon, mkurugenzi wa kampuni ya Embark Beyond. Kuna udhibiti mkali sana wa usafiri wa majini na kila mtu anafahamiana. Ni lazima ufanye kazi na watu sahihi. Azon alisema gharama za tukio kama hili huongezeka mara 3 zaidi ikilinganishwa na miji kama Rome ama Florence. Gavana wa Veneto Luca Zaia alikadiria gharama ya harusi hiyo kwa kati ya euro milioni 40 hadi 48, takriban dola milioni 56 sawa na pesa za Kitanzania bilioni 148, ikilinganishwa na wastani wa dola 36 kwa harusi za Marekani kwa mwaka 2025. Unawezaje kutumia dola milioni 40 kwa siku 3? Alioji Azon. Unaweza kuleta wasanii wa kimataifa, DJ maarufu na teknolojia ya hali ya juu. Tofauti na harusi ya George Clooney wa Amadam ya mwaka 2014 iliyoshangiliwa, hafla Bezos ilivutia maandamano madogo ya wakazi wa Venice. Greenpeace walifunga bango la No Space for Bezos katika eneo litolo St. Mark's Square, wakimshutumu kwa kutolipa kodi za kutosha. Wengine walipitisha sanamu ya mfanano wa Jeff Bezos juu ya boksi la Amazon likielea kwenye mfereji mkuu wa Venice. Mashirika takriban 12 yakiwemo wanaharakati wa mazingira, vikundi vya wanafunzi na wapigania haki za makazi walipinga harusi hiyo, wakisema inadhihirisha utalii kupitia mahitaji ya wakazi, hasa nyumba nafuu na huduma muhimu. Venice, picha, posta au zawadi ya tabaka la juu, ni jiji hai linaloishi na watu wenye mahitaji halisi, alisema Stella Fry, mtafiti wa chuo kikuu jijini Venice. Hata hivyo, viongozi wa serikali walitetea harusi hiyo. Ni fursa kipekee ya kuitangaza Italia duniani, alisema waziri wa utalii wa Italia aitwaye Daniele Santach, ambapo alisema mitindo ya kijamii itavurugika kwa picha za gauni na uchumi wa ndani utanufaika. Bezos, ambaye kwa sasa ana utajiri wa dola bilioni 234 kulingana na Forbes, alijiuzuru kama mkurugenzi mtendaji wa Amazon mwaka 2021 ili kuzingatia miradi binafsi ikiwemo Blue Origin, gazeti la The Washington Post na misaada ya kijamii. Mwaka 2022 akiwa na Sanchez kwenye mahojiano ya CNN alitangaza nia kutoa sehemu kubwa ya utajiri wake wakati wa uhai wake. Wiki moja kabla ya harusi, shirika la utafiti wa mazingira Gloria lilitangaza kupokea msaada mkubwa kutoka kwa Bezos Earth Fund kwa ajili ya kulinda lagoon ya Venice, msaada uliowekwa tangu April kabla maandamano yoyote. So ukiona zile picha na video zikisambaa kwenye mitandao ya kijamii zikionyesha namna ambavyo watu hawajafurahishwa na harusi kufanyika kwenye kisiwa hiki cha Venice, hafahamu pia haya yote ambayo tayari Jeff Bezos alikuwa amekwisha kuyafanya katika eneo hilo.
Kisiwa hiki cha Venice ambacho kimekodiwa kwa siku 3 kwa ajili ya shughuli hizi nzito zenye ufahari mkubwa sana kwa ajili tu ya harusi ya Jeff Bezos pamoja na mkewe. Imeelezwa mabilionea zaidi 200 ukijumuisha pamoja na masta mbalimbali waliotumia private jet walisafiri mpaka kwenye kisiwa hicho kwa ajili tu ya kushuhudia tukio husika. Na sio hivyo, private jets ambazo zimetumika ni 90, huko kutokana kuwa shughuli hizo zilifanyika kwenye kisiwa, basi boti ambazo zilitumika zilikuwa ni 30 pamoja na yacht ya bilionea huyu yenye thamani ya dola milioni 500. Hii hapa ni SNS Mini Gen Man.